Katika mambo ambayo yatakana tuyagusie kutokana na baadhi ya maswali ambayo nimeyaona hapa, sisi tushaona kwamba kulikuwa na maghulati waliozunguka safu za wale maimamu wao au wanaoita maimamu. Maghulati wakawa wanatunga hadithi alafu wanawasingizia maimamu. Je, Shia wamechukua hatua gani? Ali bin Abi Talib alichukua hatua kali sana. Kuna wengine aliwafukuza kabisa katika mji, aliwatoa pale wakapelekwa Madain na sehemu nyingine, wengine aliwachoma kwa moto. Sasa hatua gani zilitumika tena baada ya hapo? Kwa upande wa wale maimamu, wale maulama wale wa ahli sunna wal jamaa ambao wao wanaitwa maimamu katika ahli albayt, wale wakawa wanawabainisha kila anayejulikana, wamtaja fulani mal'un, fulani kadhab. Ziko akwali nyingi za kuwataja wale watu wamejeruhiwa na maimamu, kwa wakawa wanawabainisha na kwa watu, kwa sababu hawakuwa na mamlaka wao. Ali bin Abi Talib alifanya vile kama amirul mu'minin, kiongozi wa dola yote ya Kiislamu, lakini hawa wakawa wanawabainisha walikokuwa sema, wakiwataja kwa watu, huyu bwana si katika sisi. Mifano iko mingi tu, lakini palianzishwa harakati baada ya hapo. Sasa baada ya wakati wa maimamu na baada ya wakati wa al-ghaiba as-sughra, kule kughibu, kutoweka imamu yule kule kwa kwanza na kwa pili, palidhihiri kundi baadaye karne za katikati hapo, au makundi mawili. Kuna kundi lilikuwa likiitwa al-usuliyun. Al-usuliyun katika Shia Ithna Asharia ni kundi lililokuja na fikra ya kwamba habari zote zilizopokewa kwenye vitabu vya hadithi, ima kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam au kutoka kwa maimamu wao, ni lazima zichunguzwe, kuwekwe kanuni za uchambuzi wa habari zitakazozichambua habari hizi, kama wenzetu masuni wao waita masuni, kama wanaita al-amma, kama wanaofanya al-amma. Wao wana kanuni za uchunguzi wa habari na uchambuzi wa habari na mapokezi na simulizi. Kwa nini sisi hatuna? Kwa tuwekeni kanuni hizi za kuchambua habari, ili zile za maghulati tuzitupe mbali, tushike zile zilizothibiti. Baada ya kuja na fikra hizo, likatokea kundi jingine likiitwa al-akhbariyun, likawa kinyume na hao, kusema hapana, maadamu hadithi hizi zimetajwa kwenye vitabu vyetu vya hadithi, tena tunavyovitegemea, basi hadithi hiyo haihitaji uchunguzi wowote, si wa kiisnadi wala chochote, kwa kuwa habari hiyo maadamu imetajwa katika vitabu vyetu, hiyo ni sahihi. Na kufanya hivyo itakuwa tunawaiga hawa ahli sunna, na sisi tumekatazwa na maimamu kuwaiga ahli sunna. Tusiwaige kwenye jambo lolote, kwa hakuna kuweka utaratibu. Pakaingia mzozo. Mzozo ni mkubwa mno, walitukanana sana na vitabu vikaandikwa, hasa akhbariyuna walikuwa wakali kweli kweli, wakiwatuhumu wenzao kama vile wazandik wamekuja kuharibu madhhab. Sasa utauliza, kwa nini hao akhbariyuna walikataa? Kuna mmoja akalifunua hili. Mshia Yusuf al-Bahrani amefariki mwaka 1186. Alipokuwa akiwatahadharisha mashia wenzake juu ya jambo hili la hatari wanataka kulifanya la kuchunguza habari, huyu al-Bahrani, huyu Yusuf al-Bahrani ana tafsiri, inayo pale tafsiri yake inaitwa al-Burhan, kwenye juzuu kama 8 10 kitu kama hicho. Lakini pia ana kitabu chaitwa Lughatul Bahrain. Sasa katika ukurasa wa 47 ili jambo akalizungumza, akasema, anawaambia wenzake, alwajibu
إما الأخذ بهذه الأخبار كما هو عليه متقدم علمائنا الأبرار أو تحصيل دين غير هذا الدين وشريعة أخرى غير هذه الشريعة لنقصانها وعدم تمامها لعدم الدليل على جملة أحكامها ولا أراهم يلتزمون شيئا من الأمرين. Anawaambia wenzake, nyinyi jamaa hii mtaka kuzichunguza hizi habari, mwangalie hii imethibiti haijathibiti. Sasa anawaambia ima wajibu wetu ni kuzipokea habari hizi kama zilivyopokelewa na waliotutangulia miongoni mwa wanavyuoni wetu wema, au tutafute dini nyingine isiyokuwa dini ya Ushia, au tutafute dini nyingine isiyokuwa dini ya Ushia, na tutafute sheria nyingine isiyokuwa sheria hii, kutokana na upungufu na kutokukamilika kwake, kwa sababu ya kukosekana dalili juu ya sehemu kubwa ya hukumu zake, na wala sioni kama wataweza kujilazimisha kukubali moja kati haya mambo mawili. Hawezi kukubali. Kwani mkianza uchunguzi tu habari zote zitakwenda na maji hizo, hazitathibiti. Lakini wajua si uongo. Mkianza kuweka kanuni hapa, lazima mpokezi awe hivi na hivi na hivi na hivi, sanadi iwe hivi hivi hivi, tutie kwenye mizani, zote zinapeperuka, habari za uongo na kutunga. Sasa tafuteni dini nyingine, sasa tutakuwa na dini tena. Mnaelewa? Mbona kama muelewe? Muelewe vizuri. Murtadha al-Amili kwenye kitabu chake Maasatu az-Zahra katika juzuu ya kwanza ukurasa 27 anasema, laysa min haqqi ahadin an yatluba min an-nas an yaqtasiru fima yuthirunahu min qadaya ala ma warada 'an an-nabiy sallallahu alayhi wasallam wal a'immati bi asanida sahihatin wifqa al-ma'ayir ar-rijaliyya في توثيق رجال السند لأن ذلك معناه أن يسكت الناس كلهم عن الحديث في جل القضايا والمسائل دينية كانت أو تاريخية أو غيرها، دينية كانت أو تاريخية. sawa. Anawaambia hakuna mtu yote ana haki ya kuwataka watu wanapotaja kadhia zilizopokelewa kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na maimamu alayhimussalam wafupizike na kutaja sanadi sahihi, kwamba bwana ukitaka kutaja hadithi taja hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, ukitaka kutaja hadithi kutoka kwa imamu taja hadithi sahihi, acha kutaja hadithi ambazo sanadi zake ni mbovu. Hakuna mtu yote ana haki ya kuambia watu wafanye hivyo. Umeelewa? Hakuna mtu mwenye haki ya kuambia wenzake hivyo, kwamba wafanye hivyo kwa mujibu wa vipimo vya elimu ya rijali, yani wapokezi, katika kuwapa hukumu ya kukubalika wapokezi wa sanadi hizo, kwa sababu maana ya jambo hilo ni kuwataka watu wote wanyamaze. Watu wote wanyamazie hadithi kwenye kadhia zote za masuala na masala yote, yawe ya dini, ya kihistoria na mengineyo. Kwa sababu hakuna tunasema jambo fulani halali, leta ushahidi, kimya. Nini? Hana. Kwa sababu atakachokitaja hakijathibiti, si kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kutoka kwa imam. Tukianza kupima pima, mnaelewa? Akaendelea akasema, bali inna hadha alladhi yatlubu dhalika min an-nas law aradahu an yaqtasira fi kalamihi ala khusus al-qadaya allati waradat bi asanid sahihatin 'an al-ma'sumin fasayajidu nafsahu mutarran ila as-sukut والجلوس في بيته لأنه لن يجد إلا النزر اليسير الذي سيستنفذه خلال أيام أو أقل من ذلك. بل هو anayetaka hayo kwa watu, lau kama yeye atataka kufanya katika maneno yake kufupizika juu ya kadhia maalumu zilizopokewa kwa sanadi sahihi kutoka kwa maimamu maasumin, basi atajikuta yeye mwenyewe analazimika kunyamaza na kukaa nyumbani kwake, kwa sababu hatapata isipokuwa kiasi kidogo ambacho akikitumia ndani ya siku chache tu au chini ya hapo kitakuwa kimekwisha. Unaelewa? Hadithi chache sana, lakini zilizobaki zote ni uongo, ni mambo ya kutunga.
Kwa hiyo jamaa, msijaribu kufanya hivyo. Anawaambia hivyo, wanaambiana wenyewe. Wengine wanasema hapana, lazima ile jambo sisi tuliingie, mbona wenzetu masunni wamefanya? Jamani, wale hadithi zao ni za kweli, sisi hatuna, usijaribu. Wanaeleza kwamba wenzetu wameanza kufanya utafiti wa habari tangu wakati wa tabi'in. Anasema wa amma al-amma, Nuruddin al-Musawi al-Amili anasema wa amma al-amma fakutubuhum dalatun ala annahum fi awwal zaman at-tabi'in intakhabu ahadithahum wa'tamadu 'alayha wa asqatu minha kull shay'in ishtabaha 'alayhim sihhatuhu hatta inna malikan asqata min al-hadith ma la yuhsa wa athbata ma la yakhfa was-sihahu as-sittatu mashhuratun. Ama ahli sunna, vitabu vyao vinafahamisha kwamba wao tangu enzi za tabi'in walikuwa wanazichuja hadithi zao na wanazitegemea, na wameondosha kila kilichokuwa na utata juu ya usahihi wake, mpaka imefikia Imam Maliki ameondosha hadithi zisizodhibitika na akazithibitisha idadi ambayo haina kificho. Sihahi sita, yani Sahih Bukhari, Muslim, Sunan Abi Dauda, Tirmidhi, Nasai na Ibn Majah, ni vitabu mashuhuri kwenye hilo. Haya ameyazungumza katika kitabu Hashia ya kitabu Al-Fawaid al-Madaniyah cha Al-Amin al-Istarabadi, ukurasa wa 125. Kwa wao wanakiri kwa uchambuzi huku ulianza siku nyingi, kina Ibn Sirin walishazungumza, inna hadha al-ilma dinun fandhuru amman ta'khudhuna dinakum, na mfano maneno mengine Ibn Sirin, kanu la yasaluna 'an al-isnad falamma waqa'at al-fitna qulna sammu lana rijalakum. Maneno yalianza siku nyingi na upembuzi ulianza siku nyingi. Sasa wao wamekuja mpaka karne ya 7 kwenda karne ya 8 ndio wafikiria mambo hayo. Wapi kwa wapi? Sasa hata hao usuliyuna waliosema wafanya kazi hiyo walishindwa, kwa sababu mmoja nieleza hapa alipoyatazama kitabu, katika kitabu alifanya hivyo kwanza al-Majlis katika Mir'atul Uqul, hadithi zao zote zile za msingi zote kazibatilisha, akiona sasa kwamba hapa zimeisha, zimebaki ngapi? 5. Hizi zile tuziache, labda hadithi ziko 40 au ngapi, hii dhaifu, hii hapa hivyo hivyo na kwenda. Sasa bwana, mlango hadithi zimeisha, hizi hoja nisiache. Sasa hata kama hii yafanana na ile ya kwanza aliyoidhoofisha kwa kila kitu, lakini ataiacha makusudi, kwa sababu akizimaliza sasa dini iko wapi tena? Mnaelewa? Ndio pale alipoitazama Al-Kafi kwa masala kuzaliwa huyo Mahdi, hadithi 31, akaona zaisha zote, akabakisha hadithi 9 akazibakisha, nyingine zote akazidhoofisha. Sawa. Sasa mwingine sio, ilikuwa akili yake iko wapi? Yeye akaja akazidhoofisha zote, akabakisha hadithi 2 ambazo hazina uhusiano na lile tukio. Kwa hiyo kwa maana hakuna habari hiyo. Mmoja alipokuwa akizungumzia habari zilizotajwa kwenye vitabu vyao kwamba hii Qur'ani hii sio hii Qur'ani iliandikwa na kina Abu Bakar na kina Umar na kina Ubay kina Zaid bin Thabit, sio hii, imepotoshwa hii, imepunguzwa hii, kuna maneno yamebadilishwa. Ndio ipi iko wapi? Ni ile iliyoandikwa Ali na sasa hivi anayo Mahdi. Sasa zile riwaya zote zilizokuja zile, ukitazama mtiririko wake, wapokezi wa zile riwaya majina yao kina Muhammad bin Sinani na wengineo, wale ndio wale waliopokea habari za kuzaliwa sahibu zamani. Ndio mmoja awaambia, sasa nyinyi mkikataa hizi taarifa za hawa kwamba eti hawa ni maghulati, watatuambia sisi kwamba mbona kule mmewakubalia, na kuna habari zetu nyingi zimepokewa na hawa sisi tunazikubali. Hamuoni sasa mtuletee matatizo? Zikubalini tu hizi, leteni maelezo mengine. Umeelewa? Kwa hakuna masuala ya kupembua, sisi tutaadhirika.
Kwa hiyo ule uvundo, ile tumbaku zilizoletwa na maghulati pale zimeshindikana kuzingoa kabisa, hawawezi. Si kwenye tafsiri, sio kwenye hadithi, sio katika fiqhi. Na katika fiqhi wana madhara makubwa, mpaka Atusi katika kitabu chake Tahdhibul Ahkam anaeleza sisi tunapata tabu. Hakuna habari yoyote na masala yoyote itakayokuja kwamba haya imetoka kwa imamu, hakuna masala yoyote isipokuwa iko nyingine kinyume chake. Mjanielewa kunifafanue? Yani hakuna jambo lolote kwamba hii hapa jambo hili hukumu yake nini, hii haram. Nani amesema? Abu Abdullah alayhi salam. Utapata riwaya nyingine akasema halali, na sio moja, huku kuna 10, huku kuna 10, yani nyingi, ni mgongano wa hali ya juu, mpaka mtu asema mpaka umefikia baadhi ya watu kuacha madhhab kwa sababu hiyo. Ni vile watu hawasome vitabu vyao, lakini mgongano uliomo katika madhehebu yao kwa sababu ya ule uongo uliorundikwa mule hauna kifani. Kwa sasa wao wakikaa wazungumza katika Bukhari hadithi nambari hivi, wazungumza hadithi kwenye Bukhari. Tajeni hadithi za kwenu. Ukisoma katika vitabu vyao mambo ya aqida, kina Hishamu al-Jawaliqi wakimzungumzia Allah, anataja pale kwamba Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika sura ya mwanadamu. Katika al-Kafi, na mambo mengi ya ajabu wanayozungumza, mushabbiha yani. Umeelewa? Kwa hiyo madhhabi imekuwa ni ngumu. Sasa nitaje kuwasomea inshallah maneno ya wanawazuoni wao na azma walikuwa wameiweka kwa sababu ya ule mgongano uliopo ndani yao. Sasa mara nyingine wanamaliza mambo vipi? Wanasema sasa hapa hii hukumu yake ni, lakini huku kazungumza kwa takia. Kwa hiyo anakwenda na mlango huo sasa. Na mwingine anasema hiyo sio takia, ni hii huku, hii ndo kazungumza sawa. Kiasi ambacho hajulikani takia ni ipi na sasa isiyokuwa takia nayo ni ipi, haijulikani. Na ndio maana hawatathubutu. Sisi tutasomesha katika marakizi zetu, kwenye misikiti yetu, vitabu kama Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi. Wao hawawezi kuthubutu kuwasomesha watoto wao vitabu vya maimamu wao wakubwa vilivyoandikwa. Hawatakuwa na maelezo. Eti msikia Sheikh Kishia amekaa asemesha nini? Usulul Kafi. Afiki mahali popote. Wale wote walio mbele yako utakimbia, utawacha ushia. Unanielewa? Hawezi. Hutakuta darasa za usulul Kafi sio kwenye labda kwenye YouTube kwenye nini. Haiwezekani. Kwa hivyo vituko vilivyojaa huko, ambao sasa utawatia shaka raia wako, utawatia shaka wafuasi wako. Kwa hiyo bwana, ulati walishughulikiwa kibinafsi na wale walioitwa maimamu walikuja baada ya Ali bin Abi Talib na Al-Hasan bin Ali, walikuwa wakiwabainisha. Ama kwa wanaozoni wao ilipita miaka mingi ndio wakataka kuanzisha juhudi za kuzisafisha hadithi zao, kwa sababu unajua kuna kitu chaitwa najis na kuna kitu chaitwa mutanajis. Unajua katika fiqh kuna kitu chaitwa najis, hii ni najisi, na hiki ni mutanajis, na hiki asili yake hasina najisi, kiko tahara, kimenajisika, kimeingia najisi. Kile kilichokuwa kimenajisika uweze kukitwaharisha, tukisafisha kikawa tahara. Umeelewa? Hapa panaweza kuingia najis, kama ni damu au kama ni mkojo. Pakisafishwa, pakiwa pana mkojo pamenajisika, ukipatwaharisha patwaharika. Alafu kuna kitu chenyewe hicho ni najisi, kama vile mbwa. Umeelewa? Yule mbwa hata ukamwogesha baharini miaka 7 hawezi kuwa tahara, sababu najisi tu. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika.